Nitumie fursa hii niwakaribishe katika jukwaa letu hili la wadau wa sekta ya kilimo kwa Wasongwe, na ninawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi kuja kushiriki mkutano wetu huu. Hii yote inaonesha namna tulivyokuwa tayari kuungana kwa pamoja kuendeleza safari hii ya mapinduzi ya sekta ya kilimo katika mkoa wetu wa Songwe. Ndugu wadau, leo hii tunapokutana hapa, tunakutana katika kipindi ambacho tunafanya maandalizi kuelekea katika msimu wa kilimo. Na sote tunatambua kama ambavyo katibu tawala hapa ametangulia kueleza kwamba mkoa wa Songwe ni mkoa wa kilimo. Mkoa wa Songwe ni miongoni mwa mikoa ambayo inategemewa katika taifa letu kwenye kuongeza mchango wake kwenye kujihakikishia nchi yetu usalama wa chakula, lakini kwenye kuongeza na kuharakisha jitihada za taifa letu kulisha bara la Afrika na kuweza kuilisha dunia. Lakini ni mkoa ambao unategemewa sana kwenye kuchangia jitihada za kuongeza mchango wa sekta ya kilimo kwenye eneo la kupunguza umaskini na kukuza uchumi kwa nchi yetu ya Tanzania. Tumeambiwa hapa kwamba takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 75% ya wananchi wanaopatikana katika mkoa wa Songwe wanajishughulisha katika shughuli hii ya kilimo. Kwa maana hiyo, sekta ya kilimo katika mkoa wetu wa Songwe ndio muhimili wa maendeleo yetu. Halmashauri zetu za wilaya, ukifanya utafiti unaweza ukabaini kwamba sehemu kubwa ya makusanyo yao ya mapato ya ndani yanatokana na shughuli za sekta ya kilimo. Lakini sekta ya kilimo ndio inayotegemewa na wananchi wa mkoa wa Songwe kwenye jitihada zetu za kuweza kukabiliana na kupambana na umaskini. Na ndio sekta ambayo tunayotegemea kuweza kupata kipato kwa ajili ya kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Lakini ndio sekta ambayo tunayotegemea kuweza kujihakikishia usalama wa chakula. Kwa hiyo kwa mkoa wetu wa Songwe, sekta ya kilimo ni sekta ambayo tunaitegemea. Hatuwezi kuzungumzia maendeleo yetu ya kila siku, hatuwezi kuzungumzia jitihada za kukabiliana na kupambana na umaskini, hatuwezi kuzungumzia jitihada za kukuza pato la mwananchi mmoja mmoja, hali kadhalika jitihada za kuweza kukuza makusanyo ya mapato ya halmashauri bila kufanya uwekezaji wa kutosha katika sekta hii ya kilimo. Kwa kuzingatia hilo, na ndio maana umuhimu wa kuzingatia umuhimu wa sekta ya kilimo kwa usalama wa chakula kwa mkoa wetu wa Songwe, lakini kwa nchi yetu ya Tanzania. Lakini kwa kuzingatia mchango wa sekta ya kilimo kwenye eneo la uzalishaji wa ajira, lakini kwenye kuongeza fedha za kigeni kwa taifa letu, kuondoa umaskini kwa wananchi na kukuza uchumi. Na ndio maana serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan iliamua kuchukua hatua za maksudi tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Wakati anaingia madarakani, alikuta bajeti ya sekta ya kilimo ambayo ilikuwa inatengwa kwa mwaka ni bilioni 294. Lakini hivi sasa karibia kwa miaka 3 mfululizo bajeti ya sekta ya kilimo imekuwa ikiongezeka. Na mwaka huu tunazungumzia bajeti ya trilioni 1, bilioni 2 na milioni 400. Zaidi ya ongezeko la mara 5 kutoka mwaka 2021. Dr. Samia Suluhu Hassan oye!